الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mfano wa hawa dhahiria asema katika vizuizi vya kuchukua dhahiri ya nasi ikija huwezi ukaichukua dhahiri yake kwa sababu kuna vizuizi vyake. Moja katika vizuizi hivyo, an yakuna nasu mansukhan, nikiwa ile nasi imefutwa hukumu yake. Imekuja hadithi alafu ikaja hadithi nyingine ikafuta hukumu hii iliyotangulia. Hivi ni vizuizi vya kuchukua dhahiri ya nasi. Asema fa idha thabata naskhuhu ta'ayyana al-udulu 'an al-istidlal, ikithubutu kunasikhiwa hukumu italazimu kuacha kutolea dalili hivyo. Mfano kama fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man shariba al-khamra fajliduhu thumma idha shariba fajliduhu thumma idha shariba fajliduhu thumma idha shariba ar-rabi'a faqtuluhu. Mtume anasema mtu akinywa tembo mara ya kwanza mpigeni viboko 40 mpaka 80, kisha akinywa tena mpigeni viboko, kisha akinywa tena mara ya tatu mpigeni viboko, kisha akinywa mara ya 4 muueni. Ni hadithi sahihi. Qala fadhahiru alhadithi yaqtadhi qatla man shariba alkhamra fi rabi'a, dhahiri ya hadithi hii inahukumu kuuawa huyo aliyekunywa tembo kwa mara ya 4, akinywa kwa mara ya 4 anauawa. Lakini aljumhur min alfuqaha adalu an istidlali bihadha dhahir, kundi la maulama wameacha kutolea dalili kwa dhahiri hii kwamba anayekunywa akinywa mara ya 4 auawe. Waqalu innal amra biqatlihi mansukhun, wakasema jumhur amri hii ya kuuawa huyu mlevi kwa mara ya 4, amri hii imefutwa bima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu utiya birajulin sakrana fil rabi'a fakhalla sabilahu. Mtume aliletewa mlevi, mtu alielewa kwa mara ya 4 akamwachilia, hakumwadhibu wala hakumuua. Shadha ibn Hazm huna faqala fil muhalla biwujubi qatlihi idha shariba fi rabi'. Ibn Hazm al-Andalusi ambaye ni katika madhehebu ya Dhahiria, yeye ameandika ile katika Muhalla kitabu chake ulazima wa kumuua akinywa mara ya 4, amalan bidhahiri hadith, kwa utekelezaji wa dhahiri ya hadithi ile ya mwanzo. Hakuangalia hiki kilichofuta hadithi hii ya mwanzo kwamba Mtume sallam alipelekewa mtu huyo alielewa kwa mara 4, Mtume hakumfanya kitu akamwachilia. Hakuangalia hii, anaangalia dhahiri ya nasi ile ya mwanzo. Huu ni mfano wa dhahiria, unaelewa? Mfano wa pili, itifaki ya maulama itifaki ya maulama wamewafikiana kwamba mwanamke ni halali kuvaa dhahabu. Mwanamke kwake ni halali dhahabu, hariri, fedha. Imekuja hadithi ndefu inayosema kwamba man ahabba an yuhalliqa habibahu halqatan min narin falyaj'al lahu halqatan min dhahab. Imekuja hadithi inayosema kwamba anayependa kumvalisha mpenzi wake halqa ya moto, bangili ya moto, basi falyaj'al lahu halqatan min dhahabin, amvalishe hiyo bangili ya dhahabu. Kama anataka mke wake akaingie motoni akavalishwe bangili ya moto, basi mtu hapa duniani amvalishe mke wake bangili ya dhahabu. Sasa yakulu dhahiru alhadith yufidu tahrima aldhahabi ala aldhukuri walinath. Dhahiri ya hadithi hii inafahamisha kwamba imeharamishwa dhahabu kwa wanaume na wanawake, lakini alfuqaha ajma'u ala ibahati aldhahabi linnisa'i mutlaqan, lakini maulama wengi wasema ni halali wanawake kuvaa dhahabu mutlaqan, sawa ni muhallaq
au ghairi muhallaq, dhahabu ile inayozunguka kingungo au isiyozunguka, ni halali kwao, kwa hadithi uhilla aldhahabu walhariru lilinathi min ummati wa hurrima ala dhukuriha. Hadithi nyingine inasema imehalalishwa dhahabu na hariri kwa wanawake wa ummati wangu na zimeharamishwa hivyo kwa wanaume wake. Wanaume wa ummati huu ndio ni haramu, lakini wanawake wamehalalishiwa dhahabu, hariri, fedha. Sasa dhahiria hawaangalii hii ya mwisho iliyofuta hii, wanaangalia dhahiri ile hadithi ya mwanzo. Hii ni baadhi ya mifano ya hao dhahiria, nadhani mmenifahamu. Tayib, katika tuhuma alizobandikiziwa Sheikh Al-Albani rahimahullah, qalu tasahuluhu fi at-tashih. Tasahuluhu fi at-tashih, yani kufanya wepesi wake katika kusahihisha hadithi. Yeye ni mutasahil katika kusahihisha hadithi. Hadithi nyingine ni dhaifu, yeye anazifanya ni sahihi. Hadha huwa at-tasahul. Kwa wanasema Sheikh Albani ni mutasahil fi al-hadith. Qala Sheikh Bazamul hafidhahullah, amma qawluhum mutasahilun fi at-tashih fahadha amrun nisbiyun yakhtalifu man bihasabi an-nas. Asema ama jambo hili la kwamba yeye Sheikh Albani ni mutasahil katika kusahihisha hadithi, hili ni jambo nisbii, inalingana mtu kwa mtu. Yakhtalifu bihasabi an-nas, inatofautiana kulingana na watu. Faman kana mutashaddidan yara ghayrahu mutasahila, wa man kana mutasahilan yara ghayrahu mutashaddida. Masala haya ya hadithi, ambaye ni mutashaddid, yule ni mkali katika masala ya kusahihisha hadithi, anamuona mwenzake ni mutasahil, mwenye kufanya wepesi, na ambaye ni mutasahil anamuona mwingine ni mutashaddid. Hali hii ndiyo nisbi, hili jambo ni nisbi. Maulama wa hadithi, kuna wengine ni mutashaddidun katika tashihi hadithi, kuna wengine mutasahilun, kuna wengine mu'tadilun, wako kati na kati. Wanagawanyika sehemu hizo tatu: mutashaddidun, mutasahilun, mu'tadilun. Sasa anasema Sheikh Albani ni katika mutasahilun, hadithi inakuwa ni dhaifu, yeye anafanya tasahul, anaifanya ni sahihi, wanamzulia hivyo. Qala wal marji' fi ma'rifati al-haqiqa ila al-istiqra' was-sabr lil-hal wa muqaranatihi bighayrihi. Marejeo jambo hilo ni katika kujua uhalisia wa istiqra', kusoma wale maruwati wa hadithi na kuelezea hali zao wale maulama wa hadithi wapokezi, wa muqaranatihi bighairihi, na kupambanisha na asiyekuwa yeye. Wa jumlatul masail allati yunsabu fiha al-Albani ila at-tasahuli hiya al-atiya. Asema jumla ya masala ambayo ananasibishiwa Sheikh Albani kwenye tasahul, kufanya wepesi, ni haya yafuatayo. Awalan, tahsinu lhadithi dhaif bitaaddudi turuq, kuifanya hasan hadithi dhaifu kwa sababu ya kuwa na njia nyingi. Tahsinu lhadithi dhaif bitaaddudi turuq, kuifanya ni hasan hadithi dhaifu bitaaddudi turuq, kwa kuwa na njia nyingi. Maulama wa hadithi wanasema hadithi ikiwa dhaifu, hadithi ikiwa dhaifu lakini imekuja kwa njia nyingi, ameipokea huyo hadithi dhaifu kwa njia nyingine, isnadi nyingine, hadithi hii dhaifu imekuja kwa isnadi 5. Sasa wanasema hizi asanid dhaifa hizi 5 au 4 au 3 zikikusanywa, ile hadithi dhaifu inapanda, inakuwa hasan li ghairihi. Maulama wa hadithi wenyewe wanasema hivyo, umeelewa? Hadithi dhaifu ikiwa na njia nyingi za mapokezi mengi ya hadithi hii, inapanda, inakuwa ni hasan li ghairihi. Na hii ni kauli ya maulama wa hadithi, si Sheikh Albani rahimahullah. Kadhalika qabulu hadithi rawi majhuli lhal, pia katika wanaomsemea Sheikh Albani ni kwamba anakubali hadithi ya mpokezi asiyejulikana hali yake. Hali yake haijulikani, ni dhaifu, ni thika, ni mrongo,
ni hivi. Sasa yeye anaikubali hadithi ya majhulul hal. Majhulul hal ni mpokezi ambaye haijulikani hali yake, yeye ni thika, anategemewa, au ni dhaif, au ni kadhab, au ni vipi. Wasema Sheikh Albani pia anakubali hadithi ya huyo. Waatimaduhu tawthiq ibn Hibban rahimahullah, pia mategemeo yake kwa tegemezi la Ibn Hibban rahimahullah. Ibn Hibban akisahihisha hadithi, Sheikh Albani anamtegemea, ni katika mambo wanaomsemea kwamba ni tasahuli yake hiyo. Tatu, taadiluhu li ba'dhi ruwati dhuafa, kuwafanya ni waadilifu baadhi ya wapokezi madhaifu. Wapokezi ni madhaifu, lakini yeye anafanya taadil, anawafanya ni muadilin, anachukua na kukubali hadithi zao. Qala Sheikh Bazamul hafidhahullah, wa sa'aridhu hadhihi almas'ala mubayyinan as-sawaba fiha insha Allah ta'ala, thumma adhkuru mawqif al-Albani. Nitaelezea masala haya hali ya kubainisha usawa insha Allah ta'ala, kisha nitaje msimamo wa Sheikh Al-Albani muqarinan ma'a kalami ahli al-ilmi, hali ya kutanisha pamoja na maneno ya ahli al-ilmi, litaqifa ala al-haqqi al-haqiqi bilqabul insha Allah ta'ala, ili usimame juu ya haki ya uhakika inayokubali maneno haya insha Allah ta'ala. المسألة الأولى تحسين الحديث الضعيف بتعدد الطرق، kuifanya hasan hadithi dhaifu ikija kwa njia nyingi. Hii ni katika maneno ambayo amefanywa jarhi Sheikh Al-Albani rahimahullah. Alkalamu fiha min khilali niqati taliya, anasema hafidhahullah, maneno katika jambo hili, katika masala haya yako katika nukta zifuatazo. Nukta ya kwanza, alhadithu dhaifu alladhi ishtadda dhu'fuhu la yataraqqa ila darajati alhasani lighairihi bitaaddudi turuq, hadithi ambayo ni dhaifu na udhaifu wake ni mkubwa haiwezi ikapanda ikafikia daraja ya hasan lighairihi kwa kuwa na njia nyingi. Hadithi hiyo dhaifu ambayo udhaifu wake ni mkubwa, hadithi dhaifu alladhi ishtadda dhu'fuhu, ambayo udhaifu wake ni mkubwa, la yataraqqa ila darajati alhasani lighairihi, hii haipandi kufikia kwenye daraja ya hasan lighairihi bitaaddudi turuq, kwa kuwa na njia nyingi halafu watu wakaitumia wakaifanya kwamba ni hujja na dalili. Ikiwa udhaifu wake ni mkubwa, kwa mfano mpokezi wake ni kadhab, hii umezidi udhaifu wake, hii haiwezi ikapanda. Hata ikiwa na isnadi 10, 20, hii haiwezi ikapanda ikafikia daraja ya hasan lighairihi kwa sababu udhaifu wake ni mkubwa. Mwanifahamu Qala shurutu taraqqi alhadithi aldhaif ila martabati alhasani lighairihi, masharti ya kupanda hadithi dhaifu kufikia daraja ya hasan lighairi kuna masharti yake. Katika baadhi ya masharti hayo, usiwe udhaifu wake ni mkubwa. Ukiwa udhaifu wake ni mkubwa, haitapanda kufikia daraja ya hasan lighairihi kisha ikatumika ikawa ni dalili. Alhadithu alhasan lighairihi mahallu lijtihad, hadithi ya hasan lighairihi ni mahali pa ijtihadi ya maulama. Mahallu lijtihad, mahallu lilijtihad ni mahali pa ijtihadi ya maulama. Tatu, تعدد طرق الحديث يفيد في بيان مرتبة الحديث قبولا وردا، kuwa nyingi njia za hadithi inafahamisha kuweka wazi daraja ya hadithi yenyewe kwa kukubaliwa au kukataliwa. تعدد طرق الحديث يفيد في بيان مرتبة الحديث قبولا وردا، ili kuwa nyingi njia za hadithi, asanidi za hadithi moja, hii inafahamisha kuweka wazi daraja ya hadithi hiyo, qabulan wa radda, kukubaliwa na kukataliwa. Kisha 4, likulli hadithin nadharun khas, kila hadithi ina mtizamo maalumu. Kila hadithi ina nadharun khas, mtizamo maalumu. Wa ilaika albayan, chukua sasa uwazi wake. قال الشيخ بازمول حفظه الله: الحديث الضعيف
alladhi ishtadda dhu'fuhu la yataraqqa ila darajati alhasan lighairihi bitaaddudi turuq, hadithi ambayo udhaifu wake ni mkubwa haiwezi ikapanda kufikia daraja ya alhasan lighairihi kwa kuwa na njia nyingi hadithi hiyo dhaifu. Kullu anwa'i alhadithi aldhaif taqbalu li'tibara walinjibar, sampuli zote za hadithi dhaifu zinakubali mazingatio na kuungwa na hadithi nyingine. Kullu anwa'i alhadithi dhaif taqbalu li'tibara walinjibar. Hani masala ya hadithi, maulama wa hadithi wana i'tibar na injibar na mutabaa. Sampuli zote za hadithi dhaifu zinakubali mazingatio na injibar na kuungwa. Kwa mfano, hadithi ikiwa dhaifu na kuna rawi mwingine ambaye, mpokezi mwingine ambaye anazingatiwa maneno yake, akafuatilia naye akaenda kwa hadithi ile ile nayo akaisahihisha, hadithi hii ni mu'tabar, inachukuliwa kwa sababu imepata uzito kwa rawi mwingine ambaye amefuatilia isnadi ya hadithi hiyo. Watataraka bitaaddudi turuq, hii inapanda kwa kuwa na njia nyingi hizo za isnadi yake. Illa alhadith alladhi fi sanadihi rawin kadhab wallah, isipokuwa hadithi ambayo katika sanadi yake kuna mpokezi mrongo sana na ni mwenye kuweka hadithi. Mrongo na wallahu ni wale wanaoweka maneno yao wakayafanya kwamba ni hadithi. Alhadithu almawdhu ni ile ambayo amezuliwa Mtume, ni mtu kaandika maneno yake akayafanya kwamba ni hadithi. Mashia wamefanya sana hivyo, Mashia wamefanya sana hivyo, waandika maneno yao wanadai hii ni hadithi ya Mtume. Hii inaitwa hadith mawdhu, kama yule aliyeka hadithi ile aliyun khairul bashar man shakka fihi kafar. Mshia wakaweka hadithi hiyo, Ali ndio bora watu wote, anayetia shaka katika hili amekufuru. Sasa si hadithi, ni maudhu hiyo. Sasa asema hadithi kama hii haiwezi ikapanda ikafikia kwenye njia hiyo daraja ya hadith hasan li ghairihi, illa alhadith alladhi fi sanadihi rawin kadhabun walla'un wa hadithu almuttahami bilkadhib, pia hadithi ya mtu rawi mpokezi ambaye anatuhumiwa urongo, pia hii haiwezi ikapanda. Kadhalik wa hadith arrawi alladhi fi martabati tarki, hadithi ya mpokezi aliye katika daraja ya kuachwa hadithi zake, hadithi yake hazichukuliwi, hazikubaliwi. Kama nsaa hifdhuhu jidda, kama yule ambaye hifdhi yake imekuwa mbaya sana. Mpokezi wa hadithi, angalia jinsi ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka hawa maulama wa hadithi, sababu ni hadithi ni wahi, ameweka watu waangalie vidhibiti vyote na masharti yote yathibitike kwa mpokezi. Hifadhi yake ikaharibika tu, hadithi zake zichukuliwe. Ni wahi kutoka kwa Allah, lazima kuwe na uthibitisho, waliopokea hadithi hiyo wawe wa kweli, wawe waadilifu, wana hifadhi tamamu, haijaharibika hifadhi yao. Lakini mtu anaweza kuwa ni hafidh, lakini ikifikia uzee, utu uzima, hifadhi inapungua. Umeelewa? Hifadhi mtu akiwa mzee inapungua hifadhi. Sasa mrawi kama huyo hawachukui. Sasa hadithi zake ikifikia kwamba hifadhi yake imekuwa mbaya, hadithi yake huwa haichukuliwi. Kama nsaa hifdhuhu jiddan, kadhalika wal hadithi shadh, hadithi ambayo ni shadh, wal hadithi almunkar, hizi hazichukuliwi wala hazipandi kufikia daraja ya hasan li ghairihi. قال ابن الصلاح رحمه الله في تعريفه للقسم الأول من الحديث الحسن، asema Ibn Salah rahimahullah katika maelezo yake ya kismu ya kwanza katika hadithi al-hasan, wa huwa al-hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Qala rahimahullah al-hadithu alladhi la yakhlu rijalu isnadihi min mastur lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghayra annahu laysa mughaffalan kathira al-khata fima yarwihi wala huwa muttahamun bilkadhibi fi lhadith, ay lam yadhhar minhu taammudu lkadhibi fi lhadith wala sababun akhar mufassiq, wa yakunu matnu lhadithi maa dhalik
قد عرف بأنه روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك من أن يكون شاذا ومنكرا. Ibn Salah rahimahullah katika maulama wa hadithi anasema rahimahullah, hadithi ambayo la yakhlu rijalu isnadihi min mastur, hadithi ambayo hawaepukani watu wa isnadi yake, hawaepukani na mmoja ni mastur ambaye la yu'rafu haluhu, lam tatahaqqaq ahliyatuhu, ambaye bado ustahiki wake wa kupokea hadithi haujathibitika. Ghaira annahu laysa mughaffalan, isipokuwa si mughaffal, si mwenye kughafilika. Kathira alkhata, si mwenye makosa mengi. Fima yarwihi, katika hadithi anazozipokea. Wala huwa muttahamun bilkadhibi fi lhadith, wala hatuhumiwi urongo katika hadithi. Ay lam yadhhar minhu taammudu lkadhibi fi lhadith, haijadhihiri kwake kukusudia kusema urongo katika hadithi. Wala sababun akharu mufassik, wala hana sababu nyingine inayomtia katika ufasik. Wayakunu matnu lhadithi maa dhalik qad urifa biannahu ruya mithluhu, inakuwa ile matni ya hadithi pamoja na hayo imejulikana matni hiyo biannahu ruya mithluhu, imepekewa mfano wake, au nahwuhu, au mfano wake kwa njia nyingine, kwa isnadi nyingine. Hadithi hiyo hiyo ya huyo kwa isnadi nyingine imepokewa moja au akthara, au zaidi ya njia moja. Qad i'tawada, hii itapata nguvu bimutabaati man tabaa rawihi ala mithlihi, itapata nguvu kwa ufuatilio wa mwenye kufuatilia huyo mpokezi wake ala mithlihi, au bima lahu min shahid, au kwa vile naye ana ushahidi wa hadithi ile ile. Kuna mtu amefuatilia akaiona kwamba inafaa, au ana ushahidi. Shahidi ni vipi? Wa huwa urudu hadithin akhara binahwihi, ni kuja hadithi nyingine mfano wake. Fayakhruju bidhalika min an yakuna shadhan wa munkaran, itatoka kwa hilo kuwa shadh na munkar. Itatoka shadh, itakuja pengine ataelezea huku mbele, ni rawi thika, mpokezi wa hadithi ni thika, mwenye kutegemewa, lakini amewakhalif thikati wengine ambao ni zaidi yake. Watu si wanapitana kwa ilmu, kwa huu ni thika, lakini amewakhalif thiqat akharin katika riwaya yake. Riwaya huyu itawachwa, itafuata riwaya ya hawa wengi ambao wamemzidi huyu thika. Hiyo inaitwa shadh. Munkar ni riwaya ya dhaif imekhalif riwaya ya thika. Dhaifu, mtu rawi ni dhaif akakhalif riwaya ya mtu thika, hii inaitwa munkar. Huyu dhaif riwaya yake inawachwa nyuma, haichukuliwi. Wa kalamu Tirmidhi ala hadha alqismi yatanazzalu, maneno ya Imamu Tirmidhi ala hadha alqismi, kwa kismu hii ya kwanza katika hadithi hasan, pia inashukia katika maneno haya. Qultu, yani kalamu Tirmidhi fi bayani muradihi min alhasani indahu alla yakuna fi isnadihi man yuttahamu bilkadhib wala yakunu shadhan wa yurwa min ghairi wajhi. At-Tirmidhi, al-Imamu Tirmidhi Abu Isa anasema akiweka wazi muradi wa hasan kwake, alhadithu alhasan indahu alla yakuna fi isnadihi man yuttahamu bilkadhib, ni kutopatikana katika isnadi ya hadithi hiyo mtu anayetuhumiwa urongo. Hii ni hadithi hasan kwa Imam Tirmidhi. Alla yakuna fi isnadihi man yuttahamu bilkadhib, ni kutopatikana katika isnadi ya hadithi hiyo rawi mpokezi anayetuhumiwa urongo. Wala yakunu shadhan, wala yakuna shadhan, na isiyo hadithi hiyo ni shadh. Wa yurwa min ghairi wajhin, ikapokewa katika isiyo kwa njia moja. Hiyo ndio alhasan inda Tirmidhi. وقد دل هذا الكلام على إخراج الأنواع التالية عن قبولها لترقي بتعدد الطرق. maneno haya ya Imamu Tirmidhi yamefahamisha
kuzitoa sampuli zifuatazo kukubaliwa kwake kupanda kwa sababu ya taaddudi turuq, kuwa na njia nyingi. Maneno haya Imamu Tirmidhi yanatoa sampuli zifuatazo. Sampuli hizi zinatolewa na kukubaliwa kwa ajili ya kupanda kwa kuwa na njia nyingi za mapokezi. Hizi hazipandi zikienda kwenye hadithi al-hasan li ghairihi, wa hiya alhadithu alladhi rawihi rawin kadhab. Hii haipandi kwenda kwenye hadithi hasan li ghairihi, hata ikiwa njia yake nyingi, hadithi ambayo mpokezi wake ni kadhab, mrongo sana. Kadhalik alhadithu alladhi fi isnadihi rawin muttahamin bilkadhib, hadithi ambayo katika isnadi yake kuna mpokezi mtuhumiwa wa urongo, pia hii haipandi. Alhadithu alladhi fihi rawin mughaffalin kathiri alkhata, hadithi ambayo katika isnadi yake kuna mpokezi mughaffalun kathiru alkhata, mwenye kughafilika sana, mwenye makosa mengi, hii pia haipandi kwenda katika hasan li ghairi. Kadhalika wa fi hukmihi sayyi'ul hifdhi jiddan, katika hukumu yake kuna mpokezi ambaye hifdhi yake ni mbaya sana, pia hii haipandi kwenye daraja ya hasan li ghairi. Kadhalika alhadithu shadh haipandi, alhadithu almunkar haipandi. Wa hadhihi alanwa'u hiya allati istathnaytuha fi sadri alqa'ida an qabuli at-taraqqi bi ta'addudi at-turuq. Sema hizi sampuli hizi ndizo nilizozitoa mwanzo wa kaida hii, kukubaliwa kupanda kwa kuwa na njia nyingi za isnadi yake. Hizi hazipandi. Tumeelewa? Tumeelewa japo kidogo. Kidogo ndio kinachotakiwa. Mkielewa sana hamtakuja tena hapa. Qala Ibn Salah rahimahullah, laysa kullu dha'ifin fil hadithi yazulu bimaji'ihi min wujuhin bal dhalika yatafawatu. Ibn Salah anasema si kila hadithi dhaifu unaondoka udhaifu wake kwa kuja kwake kwa njia nyingi. Sio kila hadithi iko hivyo. Si kila hadithi dhaifu inapokuja kwa isnadi hii na isnadi hii na isnadi hii inapanda, inakuwa ni hadithi hasan li ghairihi, inatumiwa. Sio hivyo, bal dhalika yatafawatu, bali hiyo inatofautiana. Faminhu dhu'fun yuziluhu dhalika bi an yakuna dha'fuhu au dhu'fuhu nashi'an min dhu'fi hifdhi rawihi. Katika hadithi kuna ambayo ni dhaifu, lakini udhaifu huo unaondoka kwa kuwa udhaifu huo umezuka tu, umetokana na udhaifu wa hifdhi ya huyu mpokezi wake. Udhaifu tu ametokea na udhaifu katika kuhifadhi, ma kaunihi min ahli sidqi wa diyana, pamoja kwamba mpokezi huyu ni katika wakweli, ni katika mtu wa dini, lakini tu hifdhi yake imepungua, imekuwa dhaifu. Faidha raaina ma rawahu qad jaa min wajhin akhar, huyu tukiona hadithi aliyoipokea imekuja kwa njia nyingine, arafna annahu mimma qad hafidhahu, tutajua kwamba hii ni katika hii aliyohifadhi huyu mpungufu au mdhaifu wa kuhifadhi. Walam yakhtalla fihi dhabtuhu lahu, haitapungua dhabti yake, hifdhi yake kwa huo udhaifu huo. Wakadhalika idha kana dhu'fuhu min haythu al-irsal zala binahwi dhalik, vile vile udhaifu wake ikiwa katika upande wa irsal. Irsal hadithi mursal ni ile ambayo ameangushwa sahabi, tabi'i akasema qala rasul sallam, wakati tabi'i hajamuona mtume. Hadithi mursal ni ile ambayo sahabi hakutajwa, kwa sababu sahabi ndio aliyepokea kwa mtume, ikawa tabi'i ndio akasema qala rasulullah sallam kadha. Sasa tabi'i hajamuona mtume, akimwangusha sahabi hadithi yake inakuwa mursal. Qala idh fihi dha'fun qalilun yazulu biriwayatihi min wajhin akhar, asema udhaifu wa mursal alladhi yursiluhu imamu kama fi almursal alladhi yursiluhu imamun hafidhun idh fihi dha'fun qalilun yazulu biriwayatihi min wajhin akhar, kama ilivyo katika mursal ambayo ameifanya mursal imamu ambaye ni hafidh. Imamu hafidh ameifanya hadithi ile mursal kwa sababu ndani yake kuna udhaifu mchache. Udhaifu huo unaondoka kwa kupokewa hadithi hii kwa njia nyingine.
udhaifu unaondoka, inapanda inakuwa ni hadithi hasan li ghairi. Wa min dhalik dha'fu la yazulu binahwi dhalik liquwwati dha'f, katika hilo ni udhaifu ambao hauondoki kwa mfano huo, liquwwati dha'f, kwa udhaifu wenye nguvu. Watuqaadu hadha aljabir an jabrihi, hii inashindwa pia kuunganishwa, wa muqawamatihi, na kutiwa nguvu. Wadhalika kadha'fi alladhi yansha'u min kauni rawi muttahaman bilkadhib au kauni alhadithi shadha, na hilo ni kama udhaifu unaotokana na kuwa rawi ni mtuhumiwa, rawi mpokezi wa hadithi ni mtuhumiwa wa urongo, au kuwa hadithi ni shadh, kuwa hadithi ni shadh, thika amewakhalif thiqat akharin au man huwa awthaq minhu amemkhalif, hiyo hadithi yake itakuwa ni shadh. Wa hadhi jumlatu tafasiliha tudraku bilmubasharati walbahthi, asema hii ni jumla ya upambanuzi wa maneno hayo, na haya yanajulikana na kudirikiwa kwa mubashara, kubashiriana na jambo hili, somo hili la hadithi, na kufanya upekuzi mkubwa. Fa'lam dhalik fa innahu minan nafais, ilijua hilo, kwani hili ni katika vitu vizuri sana ambazo mtu anatakiwa kuvijua na kuvifanyia bahth. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.